Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nataka kuongea kitu hapa, lakini naomba, kwa sababu maneno nitasema hapa ni maneno chafu, kwa wale ambao watasikia hii maneno itawaudhi, naomba mpole, lakini nataka kudis, kwa sababu hiyo hakuna kitu vile naweza ita kama private part, kwa sababu maneno nataka kutoa hapa ni ya private part. Jina gani mzuri naweza ita na private part? Jina gani unaweza ita na private part? Jina gani unaweza ita nayo sehemu nyeti ya mwanamke au mwanamume? Niambie. Kwa ile jina tunajua inaita ni jina gani? So acha nitumie hizo jina zao. Kama ambao itakuudhi, kama wewe ambao utawatch, pole sana. Lakini hakuna njia mzuri ambao unaweza tumia kuita hizo jina nyeti. Kwa sababu hata nikiita chombo ya uzazi ya mwanamke na chombo ya uzazi ya mwanaume, au nikiita mzigo ya mwanamke au mzigo ya mwanaume, acha nikwambie. Kitu nataka kuongea ni haya. Kwa sababu nasikia watu nakisema sijui nini. Private part mzuri au safi ni private ambao iko kwa suruali. Hiyo ni private safi, mali safi. Private ambao iko kwa suruali, imefichwa kwa suruali. Private chafu ni yule iko kwa social media. Iko kwa social media. Mtu amejipost sehemu yake ya nyeti, sehemu yake ya siri, uchi bila alizaliwa, kujinyonga na kunyonga, au amepost sehemu yake ya nyeti kuonyesha watu, au amepost sehemu yake ya nyeti akifanya ngono. Hiyo mimi naita ni sehemu nyeti chafu ambayo iko kwa social media. Sehemu nyeti chafi iko kwa suruali. So kwa lugha nyingine mbaya au lugha nyingine chafu, wanasema kuma safu iko kwa suruali, kuma chafu iko kwa public. Omboro chafu iko kwa public, na mbao safi iko kwa suruali. Simple like that. Mtu hawezi kuwa na sehemu yake nyeti safi apost kwa social media. Unapost kwa sababu gani? Hiyo ni mali chafu ndio umepost kwa social media. Heshimu sehemu yako ya siri. Ndio maana nasema hakuna lugha nyingine naweza ita nayo hii kitu ikue poa. Wacha niite bile iko. Wacha niite bile iko. Unanipata? Niite bile iko. Sehemu nyeti yako we mwanaume au mwanamke, wacha kupost sehemu yako nyeti kwa social media. Unanyonga na mtu, ikuwe ni mzungu, ikuwe ni Mwafrika, ikuwe ni Mjapan, ikuwe ni Mrasia, ikuwe ni Mhindi. Sehemu yako ya nyeti ikisa kuwa kwa public demand, hiyo ni sehemu chafu, kwa sababu kila mtu ameona, kila mtu amejinyonga nayo, kila mtu ameuza hiyo video, kila mtu ametafuta nayo pesa kwa hiyo video. Ikuwe sura yako iko, akuwe sura yako hakuna, wewe ni mchafu. Wewe ni mchafu. Wewe ni chura. Wewe na tofauti na mhaba hakuna tofauti. Wewe tofauti na malaya hakuna. Tofauti yako ni wewe unajificha. Malaya kujificha. Hiyo ndio tofauti. Ndio maana narudia. Kuma safi iko kwa suruali. Kuma chafu iko kwa social media. Iko kwa Instagram. Iko kwa YouTube. Iko kwa Facebook. Sawa. Iko kwa WhatsApp group. Iko kwa TikTok. Wale wamekujinyonga, wale wakujiuza. Umenipata? Nimerudia kusema
Kuma chafu iko kwa social media, iko kwa YouTube, iko kwa TikTok, iko kwa Instagram, iko kwa Twitter, iko Facebook, iko kwa Telecom, imejaa huko. So wacheni hapa kuleta mambo nyingi, story nyingi. Wakati ulikuwa uliweka kwa sababu gani? Si kuna lengo ilikupewa weke? Kama ni nyegi ilikupewa weke, uliweka juu ya nyegi. Na hii video nimetoa kwa wasichana wachafu na vijana wachafu, kwa sababu hawako na tabia. Hama jinsi ndio kuna hii tabia. Hama jinsi ndio mekana hii tabia.